LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA. Karibu katika jukwaa hili mahususi kabisa linaloandaliwa na kuletwa kwako ili kuweza kufahamu kuhusiana na maendeleo lukuki yanayofanyika katika sekta hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Tunapozungumzia maendeleo, mtazamaji, ni swala mtapuka, lakini katika maendeleo unaweza tukazungumzia kuhusiana na huduma ama utoaji wa huduma za usafiri ardhini hapa nchini. Na ukumbuka mtazamaji, maendeleo haya ya sekta hii ya usafiri ardhini yanachagizwa kwa kina kabisa kupitia uongozi mahiri wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kila uchwao rais wetu anahakikisha kwamba sekta hii ya usafiri ardhini inakuwa ni yenye manufaa kwa kila mmoja wetu, ikiwemo ewe mtazamaji wa kipindi hiki cha usafiri na maendeleo. Mtazamaji, kipindi hiki leo kinazungumzia kuhusiana na jinsi LATRA inavyoshughulikia malalamiko ambayo wewe mtazamaji umewasilisha katika mamlaka hii. Kufahamu kwa kina kuhusiana na jinsi LATRA inapotekeleza swala hili, tafadhali ungana nami binti Jumbe. Tushiriki pamoja, tusafiri pamoja ndani ya dakika 30 ili kuweza kuhabarishana kuhusiana na swala jema kabisa la jinsi LATRA inavyoweza kushughulikia malalamiko yako. Karibu. Mtazamaji, nikukumbushe tu kidogo kwamba kipindi kilichopita tulishuhudia kwamba ama tuliona kuhusiana na njia mbalimbali ambazo wewe mtazamaji unaweza kutumia ili kuweza kuwasilisha LATRA malalamiko yako. Na leo mtazamaji, tunaona malalamiko yale ambayo umewasilisha yanashughulikiwa kwa namna gani, yanashughulikiwa kwa utaratibu gani uliowekwa hapa LATRA. Na katika swala hili mtazamaji, leo tunaenda kumuona na kumsikiliza Bwana Ezekiel Emmanuel ambaye ni afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Dodoma, ambaye hapa anaelezea jinsi ofisi ya LATRA mkoa wa Dodoma inavyoshughulikia malalamiko ya wadau wa sekta ya usafiri ardhini hapa nchini. Katika usimamizi na udhibiti wa shughuli za usafiri wa barabara, ofisi ya mkoa wa Dodoma, kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo, hususan katika watoa huduma na watumiaji wa huduma za usafiri. Tunajua katika huduma hizi za usafiri, za usafirishaji, kuna migogoro au kutokuridhika na huduma ambazo zinatolewa na watoa huduma au watumiaji wa huduma. Hivyo watumiaji wa huduma za usafiri huwa wanapata changamoto kutoka kwa watoa huduma, na wanapopata changamoto kama hizo kulazimika kuleta malalamiko yao katika ofisi za LATRA mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kutatuliwa kwa changamoto wanazokutana nazo katika utumiaji wa huduma au hata watoa huduma wenyewe kwa wenyewe. Tuna kanuni zetu za kushughulikia malalamiko, kanuni za mamlaka za mwaka 2024 ambazo ndio mwongozo wetu katika kushughulikia malalamiko haya. Na sisi kama LATRA mkoa wa Dodoma ni ofisi ambayo tunakuwa wa kwanza kupokea malalamiko baada ya malalamiko yale kuwa yametoka kwa eza mtoa huduma au mtumiaji wa huduma. Utaratibu wa kupokea malalamiko uko kama ifuatavyo. Inapotokea changamoto katika huduma, cha kwanza kabisa katika kufanyika ni huyu mtumiaji wa huduma, inapotokea kama mtumiaji wa huduma hajaridhika na huduma,
anatakiwa awasilishe lalamiko kwa mtoa huduma. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Mtoa huduma atapokea yale malalamiko, na mtumiaji wa huduma anatakiwa awasilishe malalamiko yale ndani ya siku 7 baada ya changamoto kwa imetokea kwa mtoa huduma. Mtoa huduma atapokea malalamiko yale, na malalamiko akishapokea mtoa huduma anatakiwa ndani ya siku 21 awe amekwisha mjibu kwa mtumiaji wa huduma. Na mtumiaji wa huduma akishapokea yale majibu, kama hajaridhika na majibu yale ya mtoa huduma, anatakiwa atuandikie ayawasilishe ofisi ya LATRA. Sasa naongea ofisi ya LATRA ya mkoa, ili ndani ya siku 14 baada ya kupokea yale majibu ya mtoa huduma, kama hajaridhika nayo. Lakini kama ameridhika na majibu yale, ina maana lalamiko linakuwa limeishia hapo, na lalamiko linakuwa limefungwa kati ya mtumiaji wa huduma na mtoa huduma, kwamba amelalamikia jambo fulani na mtoa huduma ameridhika na ameweza kutekeleza matakwa ya mtumiaji wa huduma. Ina maana lalamiko linakuwa limeishia pale na haliwezi kufika kwenye hatua ya kuja ofisini. Lakini pale mtumiaji wa huduma anapokuwa hajaridhika na majibu ya mtoa huduma, atayaleta ofisini kwetu, tutayapokea. Tukishapokea, ina maana tutampatia fomu ya malalamiko. Sasa ataijaza. Akishajaza ile fomu ya malalamiko, ndani ya siku 14 sisi kama ofisi ya LATRA mkoa natakiwa tuandike barua ya kuita kikao. Tutamuita mtoa huduma pamoja na mtumiaji na malalamikaji kwa ajili ya kuja kuwasikiliza, ili tuweze kupata mwafaka wa changamoto ambayo imewasilishwa. Na hicho kikao ambacho kitahusisha sasa pande 3, ambayo ni malalamikaji kama mtumiaji wa huduma na mtoa huduma pamoja na sisi ofisi ya mkoa. Tunajadili ile changamoto na tutaangalia ni pande ipi ambayo inastahili haki, tunawaeleza. Na kimsingi kabisa, malalamiko ya mengi ambayo yanakujaga katika ofisi za mkoa wetu, wale ni malalamiko ya kiusuluhishi. Kwa hiyo tunaangalia pande ipi inalalamikia jambo gani, na mara nyingi malalamiko mengi yaga yanaishia katika level yetu ya mkoa. Mtu anapata haki yake, na baadaye kila mtu akisharidhika, huduma zinaendelea, kwa sababu tunatambua kabisa watoa huduma na watumiaji wa huduma ni pande mbili ambazo zote zinahitajiana. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba nature ya malalamiko na hatua zinazochukuliwa nyingi ni za kiusuluhishi, ili baada ya hapo hatua nyingine ziendelee huduma ziendelee, mtumiaji aendelee kutumia huduma ya mtoa huduma na maisha yaendelee. Mtazamaji, hivi sasa twende tukaone na kushuhudia shuhuda mbalimbali za abiria ambao katika shughuli zao za kusafiri hapa na pale walikutana na kadhia na changamoto mbalimbali, na hivyo wakaona wasikae na malalamiko yao, bali kufuata utaratibu uliowekwa na kuwasilisha malalamiko yao LATRA. Na hivi ndivyo wanavyozungumza, ama hivi ndivyo wanavyoshuhudia kwa namna ile LATRA ilivyoshughulikia malalamiko yao. LATRA nilipatana nao au niliunganishwa nao kipindi nilipopata matatizo. Yani begi langu liliibiwa katika basi, nilihuzunika sana. Nikaenda kwa walimu, nikamweleza shida yangu, akatokea daktari wengine, akasema kafanya nini, akahadisiwa 1 2 3. Mimi nishawahi kufanya hicho kitu, wewe ukafanyaje? Akaulizwa, akasema mimi nikaenda LATRA, nikaandika barua. Unaandika barua hizi 2, moja unapeleka Shabibi, moja unapeleka LATRA. Akasema okay, kwa ufanye hivyo. Nikamwambia okay sawa. Nikaenda nikakaa kitako, nikaandika barua 2, moja nikapeleka LATRA, moja nikapeleka Shabibi. Cause nilipoenda LATRA mapokeo yalikuwa mazuri, yani nilikuwa mtu wa kulia, lakini the way walivyonipokea nikaacha kulia, nikaanza kuchangamka kidogo. Akasema mwangaza na uone. Nikapewa karatasi ile ya kujaza, nikajaza majina yangu, nikajaza tatizo langu kwa fupi kwenye fomu ya malalamiko. Nikajaza hizo taarifa, nikakusanya kwa ofisa pale. Nilipokusanya akanambia rudi siku fulani na waita nao watu wa Shabibi.
Siku hiyo wakapigiwa simu na Shabibi. Akaja yule muendesha pale Shabibi. Akaitwa, alivyoitwa, akaelezewa, akasema okay, nitalifikisha kwa mkurugenzi. Sawa, wakalifikisha, wakanipangia siku nyingine LATRA, nikaenda wakiwa na wakili wa Shabibi. Nikasema kuna 1 2 3 kwenye begi langu. Of course kuna piste, kwa sababu nilikuwa karibu na Idi mwenyewe. Nguo zangu za Idi. Nikaelezea, akaniambia okay, basi tutafika mwafaka leo. LATRA pale akanikabidhisha kwa yule Shabibi, wakanijazisha fomu pale. I think nilisaini kitu, sikumbuki kitu gani, lakini kwa sababu tulifikia mwisho, wakaniambia kwamba mkishamalizana utanipigia simu. Nikaenda kule Shabibi, tukaongea na ule simu mkuu wa Shabibi. Yule wakili akanipeleka pale. Alivyonipeleka, nikaongea naye, akasema okay, basi utampea. Anashukuru kwa hilo, nimefikia mwafaka na nimerudisha vile vitu ambavyo nilipoteza. Haya mtazamaji, na sasa ni kipengele chako pendwa kabisa cha Bonga na LATRA, na leo tunakutana na wakili Flori Okanju Okonge ambaye ni katibu mtendaji wa wakala wa uwezeshaji usafirishaji ushoroba wa kati, ambaye wakili Okonje yeye alitembelea kituo cha kufuatilia mwenendo wa magari yani VTS kilichopo Mikocheni Dar es Salaam, pamoja na kituo cha huduma kwa wateja cha LATRA kilichopo hapo hapo Mikocheni Dar es Salaam, ambapo mara baada ya kutembelea kituo hiko aliweza kupatiwa elimu kuhusiana na majukumu ambayo yanaendelea kutekelezwa katika kituo hicho. Lakini pia wakili Okonge yeye alishukuru LATRA kwa kuwezesha ziara yake hiyo, lakini aliahidi ushirikiano wa hali na mali. Unajua ushoroba wakati na wadau wengi sana ambaye tunafanya nao kazi pamoja, na mdau mmoja wa muhimu sana kwetu sisi Central Corridor ni LATRA. LATRA kweli siku ya leo tulikuja kumtembelea DG na timu zake ambaye wako hapa. Kwa nini tulikuja? Ni kwa kuweza kuona wenyewe ambaye tumesha kusikia kazi ya LATRA, wanafanya kazi nzuri, lakini tulipenda kuja wenyewe kuhakikisha kuona namna gani LATRA ana mchango wake au anachangia kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo na watu katika usalama wa kutosha ndani ya Tanzania. So sisi kama ushoroba wakati ni taasisi ya nchi 7, lakini tunapenda sasa kujifunza sana hapa LATRA na tuone namna gani tunaweza pia kuiga hii kazi ya LATRA na kuitangazia vizuri kwa nchi jirani. Kwa nini pia tusiwezi kuipeleka kwa nchi jirani ili watu waje wajifunze hapa LATRA namna gani wanaweza pia kuweka usalama wa kutosha ndani ya barabara za nchi za ushoroba wakati. Tumeona namna gani magari hai overspeed tena, na wale wenye ku overspeed wanawatrack, record, na kuna sanction ambayo wanaichukua hapa na pale, na hii inasaidia kuweza kushusha na idadi ya ajali ku barabara yetu ya Tanzania na ushoroba wakati. Kumbuka kwamba Tanzania ndo nchi kubwa ya ushoroba wakati, ni nchi kitovu ya ushoroba wakati, kwa sababu ushoroba wakati kwanza ni bandari ya Dar es Salaam, na hii bandari ya Dar es Salaam ni ndani ya Tanzania. So kwa hiyo tunahusika sana na tunapenda barabara za Tanzania zikuwe safe, zipitike vizuri na zikuwe na usalama wa kutosha, na tunapenda pia tupate na together na LATRA ili tu export hii service ku nchi wanachama wa ushoroba wakati. Hii mfumo wa LATRA ilianza mwaka wa 2000 nafikiri 15 16 mpaka leo inaendelea kukua. Na hii sasa, zamani kulikuwa kipande yenyewe haikukua pati ya hii mfumo ambaye ndio magari ya kwenda transit kama vile wandugu wetu wanaendesha magari ya matruck, malori. Sasa hivi lengo ya sisi kuja hapa, ndio maana tulisema tulikuja kujifunza na kuona namna gani tunaweza kupata.
na sisi ombi yetu ni kusema LATRA akonsida sasa wandugu wetu hao wenye kuendesha malori ku nchi jirani za Central Corridor. Na kwa hiyo tutaifanyia kazi na kaka yangu DG wa LATRA. Tunaipongeza serikali ya Tanzania kwa kazi nzuri na guidance wako wanafanya, wanapatia LATRA, wanaisupport, na sisi pia tunasupport kazi ya LATRA. Mtazamaji, kanuni za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za kushughulikia malalamiko za mwaka 2024 imebainisha wapo wa kamati ya malalamiko, ambapo mtazamaji, kamati hii inaundwa na mkurugenzi mkuu LATRA, na vile vile jukumu kuu la kamati hii ni kuweza kufanya uchakataji wa malalamiko yaliyowasilishwa, kufanya upembuzi yakinifu, kufanya uchunguzi na hatimaye kuandaa mapendekezo yatakayowasilishwa management ili hapo baadaye yaweze kuwasilishwa kwa bodi ya wakurugenzi LATRA kwa ajili ya kufanyiwa uamuzi. Swala hili mtazamaji linazungumzwa kwa kina kabisa na Bwana Fahamueli Mkeni ambaye ni mjumbe wa kamati hiyo ya malalamiko, ambapo hapa alizungumza kwa niaba ya Bwana Abdallah Mhagama, mkurugenzi udhibiti uchumi, lakini vile vile Bwana Mhagama yeye ndio mwenyekiti wa kamati hiyo ya malalamiko hapa LATRA. Lakini kuna wakati inatokea kwamba wameshindwa pia kuelewana. Kwa hiyo kwa kawaida hayo malalamiko yanawasilishwa kwa mkurugenzi mkuu, ambapo mkurugenzi mkuu sasa anakuwa na kamati ambayo inaangalia hayo malalamiko, na mojawapo ya kurugenzi inayosimamia ni kurugenzi ya udhibiti uchumi. Kwa hiyo jambo linapofika pale, basi inabidi wale pande zote mbili waweze kuitwa na kuanza kuwasikiliza, na wakati mwingine inakuwa rahisi, wanaweza kaelewana baada ya kukaa nao, kila upande ukaweza kujieleza na ukaona wapi ambapo pengine kuna shida, na mambo mengine kwa uzoefu unakuta pengine ni swala tu la mawasiliano. Na hili mara nyingi tunaliona kwamba wakati mwingine kwenye ngazi ya kule chini, labda alikuwa ni wafanyakazi wa level ya chini ambao mwisho wake unakuta majibu yake pengine hayakuwa sawa sawa, lakini mara nyingi unakuta baba mmiliki mwenyewe anapokuepo anaona ni jambo dogo la kawaida ambalo anaweza kalimaliza yeye na mteja wake. Kwa mara nyingi malalamiko yamekuwa yakiishia kwenye ngazi ya kamati, kwamba wawili wanaelewana, na kama kuna madai basi wanaelewana ambao ni ya kawaida, wanaweza kuyamaliza. Lakini kuna wakati ambapo pia inashindikana pia katika ngazi hiyo ya kamati, ambapo wanashindwa kuelewana. Kwa hiyo inapofikia kwenye ngazi hiyo, mara nyingi swala hilo inaangaliwa kwa upana tu, kwamba ni wapi ambapo kulikuwa na mapungufu, ambapo pengine mtoa huduma alitakiwa afanye, au pengine hata abiria mwenyewe alitakiwa afanye. Kwa hiyo yale ambao pengine ilikuwa ni makosa ya abiria, pengine kuna vitu vya msingi naye hakukamilisha, basi anaelekezwa tu kwamba kulikuwa na moja mbili ambayo ulitakiwa ufanye, au pengine kana mtoa huduma mwenyewe ambaye pia naye ana maeneo ambayo alikuwa na mapungufu. Kwa hiyo katika hatua hiyo basi kamati inaweza ikatoa mapendekezo. Mara nyingi huwa haitoi maamuzi, inatoa mapendekezo kwenye ngazi ya management, ili management iweze kuyapitia yale mapendekezo na baadaye basi kutoa namna yote maelekezo kwa pande mbili ambazo zinahusika. Na mara nyingi maelekezo yale yanapotokea kwa upande wa management, inawezekana pia upande ambao umepewa yale maelekezo au yale maamuzi ya management ukawa hujaridhika. Inawezekana labda mlalamikaji hajaridhika au mlalamikiwa hajaridhika. Na inapotokea hivyo basi kuna utaratibu ambao upande ambao hujaridhika unatakiwa upeleke malalamiko yake, au ni kama unakata rufaa. Unakata rufaa kwenye kamati ya, au tuseme kwamba kwenye mamlaka ya rufaa ambayo ni kama ni appeal. Tunaita appeal, ambapo kwenye ile appeal ana appeal kwa bodi ya wakurugenzi, kwamba bodi iweze kuyapitia yale maamuzi ya management kwa upya, iangalie kama kuna mahali kuna mapungufu, basi na yenyewe iweze kutoa maamuzi kulingana na kile ambacho nao watakiona, kulingana na utaratibu na utaalamu ambao utahusia wataalamu mbalimbali. Na mara nyingine kwa hata ni wataalamu wametoka nje kwenye taasisi zingine ambao wanakuwa kwa neutral zaidi.
na wenyewe watalichambua lile jambo kwa kina na wataliangalia. Kama wanaona pengine kuna mapungufu fulani wataelekeza pia. Lakini wakati mwingine inaweza kaonekana kwamba ni kweli maamuzi yakaonekana yalikuwa hayana hitilafu, kwa hiyo inampa sama maelekezo au inatoa maamuzi kama board kwa yule mlalamikaji au mlalamikiwa ambaye yale maamuzi yanamhusu. Hakika mtazamaji, subra yavuta heri, na wakati ule ambao ulikuwa unasubiria kwa hamu na tabasamu ndio umefika. Ni wakati wa kipengele chako pendwa kabisa cha swali la wiki, ambapo katika kipengele hiki unapata nafasi. Kwanza LATRA inakuuliza kuhusiana na swali lililoulizwa katika kipindi kilichopita, lakini vile vile unaulizwa swali ambalo linahusiana na kipindi ambacho kimeruka kwa wiki hii. Na mtazamaji, wewe mtazamaji unaweza ukawa mshindi wa swali la wiki kwa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa kuwa wa kwanza kutazama kipindi hiki katika runinga yako, na pili, unapaswa kuwa wa kwanza kujibu kwa usahihi kwenye mitandao ya kijamii ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA, na tatu, yapaswa kuwa umetufuatilia, yani umetufollow katika mitandao rasmi ya kijamii ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Kwanza ni kunyuze swali lililopita ambapo tulisema swali lifuatalo. Tulisema taja njia 5 ambazo unaweza ukawasilisha malalamiko yako LATRA. Na mtazamaji, mshindi wa swali hili ni Bi Aisha Shaban. Kongole nyingi sana kwako Bi Aisha Shaban, ambaye umeimuka mshindi na kunyakulia kitita cha shilingi 50,000 kutoka LATRA. Na swali la wiki mtazamaji linasomeka kama ifuatavyo. Taja majukumu 3 tu ya kamati ya malalamiko ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Mtazamaji, kwa nukta hii kipindi cha usafiri na maendeleo ndio kimetia nanga. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia namna LATRA inavyoshughulikia malalamiko ambayo wewe mtazamaji, ambayo pia ni mdau wa sekta hii ya usafiri ardhini, umekuwa ukitumia njia mbalimbali za kuwasilisha malalamiko hayo na hatimaye LATRA kuweza kuyashughulikia na kuyapatia ufumbuzi. Katika kipindi hiki mtazamaji, tumemwona na kumsikia Bwana Fahamweni Mkeni, ambaye yeye ni mjumbe wa kamati ya malalamiko ya LATRA, ambaye ameelezea kinaganaga kuhusu LATRA na kushughulikia malalamiko hayo. Lakini vile vile tumemwona na kumsikia Bwana Ezekiel Emmanuel, ambaye ni afisa mfawidhi LATRA mkoa wa Dodoma, ambaye ameelezea na kwa namna gani ofisi hii inashughulikia malalamiko aliyopokea kutoka kwa wateja. Lakini nikumbushe mtazamaji kwamba haki ya mtu haipotei. LATRA ipo, inafanya kazi saa 24. Wakati wowote unapopata changamoto yoyote unapokuwa katika vyombo vya usafiri wa umma, usikae kimya mtazamaji, kitafute kupitia namba ile ya bila malipo ambayo ni 0800 110019 ama 0800 110020 ama kupitia namna nyingine ambayo unaweza kutupata kama vile kupitia barua pepe ya info@latra.go.tz, kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii ambayo kama unavyoona katika runinga yako hapo chini, pamoja na kuandika barua ama kuja ofisini na kuona wataalamu wa LATRA, ambapo utapata fursa ya kuweza kuwasilisha lalamiko lako. Lakini vile vile unaweza kutumia masanduku ya maoni ambayo yapo katika ofisi za LATRA Tanzania bara kote. Mtazamaji, kwa nukta hii sasa nami nifungashe virago vyangu nikapate kupumzika. Mimi nikutakie wakati mwema usiokuwa na bugudha. Kumbuka, LATRA pamoja kwa usafiri bora. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya.
Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.